ukisikia amin wakati unapanda ngazi ya kwanza, amin unapanda ngazi ya pili, amin unapanda ngazi ya tatu, amin hizi zina nini? Mtume akawaambia, i'taradhani Jibril, wakati napanda ngazi ya kwanza aliingia katikati Jibril, akazungumza maneno haya, amepata hasara mtu ambaye adraka Ramadhana falam yughfar la, ataudiriki mwezi wa Ramadhani, ameuingia mwezi wa Ramadhani alafu asipate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu amepata hasara kubwa ambayo haina mfano. Kwa hiyo Ramadhanu shahrun mubarak, Ramadhani ni mwezi wenye baraka, kwa sababu Ramadhan shahrul maghfira. Ramadhani ni mwezi, sadaka bora ni ile sadaka ambayo mtu anaitoa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Alipoulizwa kuhusiana na hija, alisema kuhusiana na umra. Alipoulizwa kuhusiana na umra, anasema afdalul umra bora ni umra ndani ya mwezi wa Ramadhani. Atakayeenda kufanya umra ndani ya mwezi wa Ramadhani, huyo ni sawasawa amehiji na mimi. Umra ya mwezi wa Ramadhani ni sawasawa na kuhiji pamoja na Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa nini umra imekuwa na thamani hii? Umra hii imekuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lakini Ramadhani ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ndani yake Qur'an. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Sawa na Qur'an ni kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, wa Ramadhan shahrun mubarakun lianna al-Qur'ana mubarakun. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, ndani ya mwezi wa Ramadhani ndipo kiliposhushwa kitabu chenye baraka, na kitabu chenyewe ni nini? Ni Qur'an. Ndio maana masahaba wa Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi wakasema, tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tumekwisha fahamu ubora wa mwezi wa Ramadhani, ni namna gani tunaupokea mwezi wa Ramadhani. Jambo la kwanza, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tumebakisha siku ngapi tuingie ndani ya mwezi wa Ramadhani? Siku ngapi? 2 kwa 3 tutakuja kwenye ikhtilafu al-matalib. Tutakuja kwenye ikhtilafu al-matalib, kupishana kwa miandamo, 2 au 3. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya sekunde anaweza kubadilisha matokeo. Ndani ya sekunde anaweza kuhitimisha hatima ya mtu duniani. Na ndio maana mmoja wa wasemaji akazungumza maneno mazuri sana, akasema, ma baina ghamdati aini wa intibahiha yughayyiru Allahu min halin ila halin. Kufumba na kufumbua, Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha hali moja kwenda katika hali nyingine. Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha uhai wako ukawa nini? Umauti. Hili analiweza kabisa. Mwenyezi Mungu anaweza akabadilisha afya uliyokuwa nayo ukawa una maradhi yamekuegama, huwezi kufanya lolote, umekaa tu ndani. Ma baina ghamdati aini wa intibahiha yughayyiru Allahu min halin ila halin. Na ndio maana tunatakiwa tumuombe Allah, hata kama imebakia siku moja kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, wewe sema Allahumma ballighna Ramadhana, sema Allahumma sallimna ila Ramadhana. Mwenyezi Mungu tufikishe katika mwezi wa, hata kama yamebakia masaa 3, hii dua usiache, kwa sababu Mwenyezi Mungu wakati wote anabadilisha nini? Anabadilisha hali. Kwa hiyo tufanye kama walivyofanya maswahaba wa Mtume Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hili ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, umekujieni mwezi wa Ramadhani shahru baraka, katika riwaya nyingine mwezi wa baraka. Allah subhanahu wa ta'ala
anakufunikeni na rehema zake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fayanzur ila tanafusikum fihi, Mwenyezi Mungu anaangalia mnavyoshindana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Fashaqiyu, mtu muovu ni yule ambaye atanyimwa kheri za Ramadhani, kama ilivyokuja katika riwaya. Fayanzuru Allahu ila tanafusikum fihi, Mwenyezi Mungu anaangalia mnavyojituma ndani ya mwezi wa Ramadhani, mnavyoshindana ndani ya mwezi wa Ramadhani ya kupata toba ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo lazima uumie, moyo wako utokote, ya Rabbi, ya Rabbi, naumia ya Rabbi, ya Rabbi, najutia ya Rabbi yale makosa niliyoyafanya, ya Rabbi, na kusudia kutorejea tena katika yale makosa niliyoyafanya. Na al-Imam al-Ghazali alayhi rahmatullah anasema asiyepata adhabu ya kuungua kwa moyo wake duniani kutokana na madhambi yake mengi aliyoyafanya duniani, basi hawezi kupona na moto wa Jahannam. Lazima akaunguzwe na moto wa Jahannam, kwa sababu moyo wake haujaungua kwa kuumia kutokana na madhambi aliyoyafanya duniani. Kwa hatua ya kwanza, lazima moyo wako ufanye nini? Uumie, ayahtarika qalbuk, usagike moyo wako kwa maumivu. Ya Rabbi, niliyoyafanya nisamehe, na kuahidi sitorejea tena katika makosa niliyoyafanya. Baada ya hapo unaingia katika mwezi wa Ramadhani. Pale sasa unapoingia ndani ya mwezi wa Ramadhani, unaingia hali ya kuwa msafi, una nashati ya kufanya mambo ya kheri. Siku moja Sayyiduna al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah, kuna mtu alienda kumshtakia, akamwambia Sayyiduna al-Hasan al-Basri, bwana, mimi nimekuwa mzito katika ibada, nimekuwa mzito katika qiyamul layli, nifanye nini? Changamoto nini? Al-Hasan al-Basri akamwambia, qayyadatka dhunubuka, madhambi yako uliokuwa unayafanya ndio yanayokufanya wewe uwe mzito katika ibada, yale madhambi yako yale. Kwa hiyo tunaingiaje sasa katika Ramadhani na madhambi? Lazima tuingie ndani ya Ramadhani tukiwa wasafi. Kwa hiyo jambo la pili, baada ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi wa baraka, jambo la pili ni kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuwaomba msamaha wale ambao kwa namna moja ama nyingine tumewakosea katika maisha yetu. Ndugu zangu, wallahi katika jumla ya mambo ambayo yanafanya ibada zisikubaliwe ni mtu kuwa katika nongwa au na ugomvi na mwenzake. Hili lazima tuliweke wazi. Ukiwa na nongwa, ukiwa upo katika ugomvi, ikiwa upo katika bifu na ndugu yako Muislamu, wallahi ibada zako hazivuki, hazipandi hata kwenye feni pale. Tuwe wazi kabisa, tuwe wazi bila kupepesa macho. Mtume Muhammad anatuambia, thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, watu wa aina tatu la tartafi'u salatuhum, swala wanazoziswali misikitini, la tartafi'u salatuhum, maombi wanayoyafanya, la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, maombi yao, swala zao hazivuki juu ya kichwa chao hata kwa shibri moja, haziendi juu, haziendi mbinguni. Mtu wa kwanza, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, ni mtu ambaye anawaongoza watu hadi ya kuwa wale anaowaongoza wanamchukia. Mtu wa kwanza. Mtu wa pili, wa mra'atun badat wa zawjuha sakhib anha sakhib, na mwanamke atakayelala hali ya kuwa mume wake amemkasirikia. Haijalishi kamkasirikia, kamnyima unyumba au kamjibu jibu baya, lakini mume wake amelala hali ya kuwa kamkasirikia. Huyu mwanamke huyu, swala zake na maombi yake hayapandi juu ya kichwa chake hata kwa shibri moja. Mtu wa tatu, wa rajulani mutashahinani, na watu wawili ambao wapo katika bifu lisiloisha. Watu wangapi ambao wapo katika bifu lisiloisha? Kuna mtu mmoja nilimsikia anasema, anamwambia mwenzake,
wallahi mimi mtu fulani kwa namna alivyonifanyia, wallahi mimi akiingia peponi natoka. Yani akiingia peponi yule mwenzake anafanya nini? Anatoka. Haya ni maskara kumtania nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na bifu na ndugu yako Muislamu, ukiwa hausemeshani na ndugu yako Muislamu, ni vizuri ukamalizana naye kabla ya mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Na hii ni katika jumla ya hilo jambo la ngapi? La pili. Jambo la tatu, kujifunza elimu ya Ramadhani kabla ya Ramadhani. Na hapa ndo kwenye mtihani. Watu hivi sasa wengi wetu tunafunga kimazoea. Wengi wetu tunafunga unamkuta mtu, nimeshawahi kuulizwa msikiti mmoja wakati nimeenda kutoa darsa ya Ramadhani, ilikuwa ya Minhajut Talibin. Mtu ananiuliza, Sheikh Singa, hivi kohozi linafungulisha? Kohozi linafungulisha? Ramadhani ya 20 ndio ananiuliza. Ramadhani ya 20 ananiuliza, Sheikh Singa, hivi kohozi linafungulisha? Kama umeshameza 20 Ramadhani 20 zote umemeza makohozi, na makohozi yanafungulisha. Tumeelewana bado? Na hivi sasa kutofahamu sheria sio kisingizio. Imam Juma, Sheikh Juma hapa ana darasa hapa, mwenye mkuu. Sheikh Rusaganya ana darasa hapa, mwenye mkuu. Asa hivi misikiti yote kuna madarasa, bali madarasa yanayofundishwa sasa hivi yanarushwa. Kuna vyombo, Darasa TV, Singo TV, Mtoro TV, Nyiradi TV, wote wanarusha moja kwa moja. Jua la Elimu TV, kila kitu kipo katika mitandao. Mashekhe wapo wanapatikana. Kisingizio cha kusema mimi sijui hivi sasa hakina nafasi. Kama ukufanya ibada yako kwa elimu, fakullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Yoyote ambaye anafanya chochote katika ibada hali ya kuwa hana maarifa ya kutosha na hiyo ibada, afahamu yote anayoyafanya Mwenyezi Mungu anayarejesha, Mwenyezi Mungu hayakubali. Tumeelewana vizuri eh? Fakullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun. Hakuna kisingizio, bwana mimi sikuwa najua, bana. Kuna mwingine aliniuliza tena, yeye kanivizia baada ya kutoka kwenye darasa, akanifuata akaniambia, Sheikh Singa, mimi bwana nafunga Ramadhani kuanzia asubuhi mpaka jioni magharibi. Adhana ile ikishaadhiniwa, mimi naenda kufuturu. Kuna binti mmoja nina mpango wa kumuoa, sijamuoa. Kuna binti na mpango wa kumuoa, sijamuoa. Mimi kishafika adhana ya magharibi, naenda kule kwa ule binti katika kile chumba nilichompangia, naenda kula futari, tusifanye chochote. Nikishamaliza kula futari nafanya nini? Naondoka zangu, sifanyi chochote. Sallallahu alaihi Muhammad. Sasa funga yangu ikoje? Huyu binti nina mpango wa kumuoa, akaenea faragha wale futari vizuri kabisa. Anauliza Ramadhani ya 15. Ramadhani ya ngapi? Kwa hiyo kujiandaa na mwezi wa Ramadhani, lazima tujiandae kwa kupata elimu sahihi ya Ramadhani. Kuna mtu mmoja juzi, nilikuwa katika msikiti mmoja Falah pale Mwananyamala, nilikuwa katika mihadhara hii ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Mtu anakuuliza, Sheikh Singa, mimi niliamka saa 10 kwa ajili ya kula daku, nikala daku,
baada ya kula daku usingizi ukanipitia, sikutia nia. Sikutia nini? Sasa hivi ile daku yangu nilokula haitoshi kuwa nia? Nimeeleweka au bado hapo? Na mimi nikamuuliza, kutia nia na kula daku ni sawa sawa? Sasa kutia nia na kula daku ni sawa sawa? Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo katika kujiandaa na kuupokea mwezi wa Ramadhani, usione umechelewa hata hizo siku mbili. Pata darasa, jifunze nguzo za funga ni ngapi, masharti ya funga ni yapi, na kwa uchache hapa nitaje nguzo za funga kubwa ni ngapi? Mbili. Hii elimu, najua wengi wetu tukishatoka tuna mambo mengi. Hii elimu, nguzo za funga ni ngapi? Mbili. Ya kwanza an-niyya. Nguzo ya kwanza ni kuweka nia, kukusudia. Wa niyya mahalluha al-qalb, nia mahala pake ni wapi? Moyoni. Wa talaffudhu biha sunna, na kuitamkania ni nini? Ni sunna. Wenzetu wanasema kuitamkania ni bid'a, lakini Imam Shafi anatuambia kutamkania ni nini? Sunna. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Minhaji Talibin cha al-Imam An-Nawawi alayhi rahmatullah, ameandika pale, wa akmalu niyya, na ukamilifu wa nia ni mtu kusema maneno haya, nawaitu sawma ghadin an adai fardhi shahri ramadana lillahi ta'ala, alafu tunamalizia nini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hii alhamdulillah hata usipoileta haina shida, lakini ukamilifu wa nia ni huwa hapa. Tumeelewana vizuri eh? Sharti la kwanza, nguzo ya kwanza ni nia, na nia ina sharti. Wayajibu tabiitu nia, na ni wajibu kulala na nia ya funga. Lazima ulale nayo. Usipolala nayo funga huna, hata kama umekula daku. Hata kama umekula daku hujaweka nia, funga huna. Nimeeleweka bado hapo? Nimeeleweka eh? Naam. Hiyo ni nguzo ya kwanza ya funga. Nguzo ya pili, al-imsak, ni kujizuia na vinavyofunguza mchana wote wa mwezi wa Ramadhani. Unajizuia na kila kinachofunguza. Katika vinavyofunguza ni kula, kunywa, tendo la ndoa. Haya ndiyo mambo ya nini? Ya msingi. Na yale mambo mengine ambayo yametajwa, kwa mfano kujitapisha. Mtu akijitapisha matapishi yakatoka, huyo anakuwa kafanya nini? Kafungua. Alistimna, wazee wa kujichua. Mtu akikaa shooni na sabuni ile akajichukulia sheria mkononi, funga hana. Tumeelewana vizuri eh? Na mfano wa mambo kama hayo. Kwa mfano sindano ambayo inaingiza nguvu katika mwili, lishe. Sawa sawa? Sindano ambayo inaingiza lishe katika mwili, sindano ya chakula au drip ya chakula. Sawa sawa? Hivi ni katika jumla ya vitu ambavyo vinafanya nini? Vinapunguza. Lakini kwa mfano bahati mbaya umetapika, bahati mbaya sukutua, endelea na funga. Bahati mbaya umelala, umeota Simba na Yanga wanacheza, bahati mbaya, lakini we mchana wa Ramadhani, hizo ndoto zinakujaje katika kichwa chako? Sallallahu alaihi Muhammad. Mchana wa Ramadhani wewe unautaje kwamba Simba ameshinda au Yanga kafungwa? Hapana. Hii inaonyesha tafsiri yako katika nini? Katika ibada ya funga. Kwa hiyo ikitokea bahati mbaya, sawa sawa, bahati mbaya funga bado. Na bahati mbaya zote haziharibu funga.
bahati mbaya zote haziharibu. Kwa mfano, mtu umefunga, lakini bahati mbaya mchana, kwa mfano zile siku za mwanzo za funga, unajua watu wengi wanajisahau kuanza kujiandaa na funga kwa kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga sana Shaaban, maandalizi ya Ramadhani. Sasa mtu afungi, anaingia ndani ya Ramadhani, ndio siku yake ya kwanza kufunga, kisha zoea kula. Sasa inaenda ile mchana anajisahau. Sasa kachukua kitu kafanya nini? Baada indi swaimu, nimefunga. Sasa au kakuta maji, kachukua maji kanywa, inni swaimu, nimefunga. Bahati mbaya hii haimtoi mtu katika funga, haibatilishi saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man akala au shariba nasiyan falyutim saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Atakayekula bahati mbaya au kunywa bahati mbaya mchana wa mwezi wa Ramadhani na ili alikafunga, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, anatakiwa akamilishe funga yake. Aliyemlisha na kumnywesha ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kidogo tumeipata elimu ya funga kidogo. Sasa na kuna mambo ambayo yanachukuliwa kama yanafunguza, lakini hayafunguzi. Kwa mfano, mke mtu anaandaa futari ya mume wake, pale mchuzi anaonja tu, anataka kujua testi, sio kumeza. Anafanya nini? Anaonja, anasikiliza tu testi tu kidogo, alafu anafanya nini? Anatema. Haingii katika jaufu, katika tumbo ndani, haingii ndani katika koo, hapa haifiki ndani. Hili halifunguzi. Hili alifanya nini? Halifunguzi. Tumeona vizuri. Kuonja sio kwa kumeza, kuonja, kupata testi, kujua imekolea chumvi, uji huu sawa sawa umekolea sukari. Haya kwa tahadhari zilizowekwa kisheria hafanya nini? Hafunguzi. Kwa mfano, mtu umejisikia vibaya kidogo, hali yako ielewi, mchana ukasema ngoja nije hapa mwenye mkuu ni cheki malaria na UTI, sindano ya malaria wala sindano ya UTI sawa sawa, haifanyi nini? Naeleweka bado? Sindano ile ya malaria, kwa mfano mtu unachoma hapa chap, unapima ile sawa sawa, wadudu 5 10, ile haifanyi nini? Hata sindano ya dawa, madam haiingizi nini? Chakula, haikuongezei nguvu katika mwili wako. Hayo yote ni katika jumla ya mambo ambayo hayafanyi nini? Kumbusu mke wako pia hakufunguzi, lakini kwa sharti moja, iwe ukimbusu mke wako usifikie hatua ukapoteza network. Limeleka bado? Yaani busu lisiondoshe network. Likiondosha network na una uhakika ukimbusu network inafanya nini? Inapotea. Sawa sawa? Unaweza ukambusu mke wako, unaweza ukamkumbatia nani, lakini sharti usiwe na hakika kwamba ukimkumbatia, ukimbusu mambo yataharibika. Ukiwa na uhakika ukambusu au kumkumbatia mambo yataharibika, funga huna. Naeleweka bado? Jamani, tunasoma mambo mengi kwa wakati mchache. Sasa mambo mengi kwa wakati mchache. Sharti mambo yasiharibike. Uwe na uhakika mambo hayatoharibika kwa kumbusu na kumkumbatia. Sawa sawa? Na yasije akakukuta kama yale aliyomkuta yule sahaba. Anaenda kumlalamikia Mtume, ya Rasulullah, Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, nimeangamia. Nini? Jama'atu mraati, ya Rasulullah, nimejikuta mambo yanaharibika na mke wangu mchana wa Ramadhani. Nimemalizana na mke wangu mchana wa Ramadhani. Nifanye nini ya Rasulullah? Na ndio maana mimi katika mihadhara mara nyingi huwa nasisitiza, kama mtu una nafasi ni vizuri ukaja kukaa itikafu msikitini, usikae nyumbani. Ni vizuri kama una nafasi ya kutosha siku za Jumamosi, Jumapili ambazo mtu ajishughulishe na kazi.
Ni vizuri ukipata nafasi uje kukaa itikafu msikitini, soma Qur'an. Sasa yale mambo ya kukaa nyumbani, mara kapita, mara kavaa kanga, mara kaenda kuoga, wengine nafsi zao ni dhaifu. Sawa sawa? Nimeeleweka bado? Nimeeleweka? Naam. Pia utoaji wa damu. Kwa mfano unataka kwenda kuchangia damu, kuna mtu anaumwa anahitaji damu, unaweza kwenda kumchangia hata kama umefunga. Uchangiaji wa damu haumfunguzi mfungaji, lakini sheria imeweka utaratibu kwamba ni vizuri uwe na uhakika kwamba hicho kitendo cha wewe kutoa damu, kuchangia damu, hakiudhoofishi mwili wako, hakiudhoofishi mwili wako. Tumeelewana vizuri eh? Naam. Kwa hayo ni katika jumla ya mambo machache ambayo nimeona niyazungumze katika namna ya kujiandaa, namna ya kupokea mwezi wa Ramadhani, kupata elimu sahihi kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Kwa jambo la tatu ni kupata elimu sahihi kuhusiana na funga ya mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Na katika hili kuna mambo ya kusisitiza vile vile katika elimu. Watu wengi wanajiandaa na mwezi wa Ramadhani, wanajiandaa na keram, wanajiandaa na karata, wanajiandaa na mabao. Haifai kucheza keram mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ndani tuseme mwezi wote wa Ramadhani haifai kucheza keram. Ndani ya mwezi wa Ramadhani haifai kucheza karata. Ndani ya mwezi wa Ramadhani haifai kucheza bao. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa ibada, sio mwezi wa kucheza karata, nimekuoa, nimemuoa. Hapana. Tumeelewana vizuri eh? Lakini katika jumla ya mambo ya kujifunza na kujichunga nayo mwezi wa Ramadhani, kujiepusha na madhambi ya ulimi, ndio yanayoharibu funga. Madhambi ya nini? Ya ulimi. Man lam yada qawla zur wal amala bih wal jahla wal rafath falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Asiacha kusema uongo, asiacha kusengenya, asiacha kuteta, asiacha kushuhudia mambo yasiyofaa. Falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Mwenyezi Mungu haoni maana yeye kuacha kinywaji chake na kuacha chakula chake. Ameviachia nini sasa? Kwa hiyo haya ni katika jumla ya mambo ambayo yanaingia katika jumla ya elimu sahihi ya kujifunza kuelekea mwezi wa Ramadhani, ni kupata elimu kuhusiana na nguzo za Ramadhani, masharti ya mwezi wa Ramadhani, mambo ya kujichunga mchana wa mwezi wa Ramadhani. Hili jambo la ngapi? Tatu. Jambo la 4, kuweka mpango wa Ramadhani. Kuweka mpango wa Ramadhani. Mpango wa sadaka, una mpango gani? Leo kuna watu mpango wao kuelekea Ramadhani, mpango wao kupokea sadaka. Mtu kishajiwekea katika mpango wake, mpango wake yeye kufuturishwa, ndio mpango wake huo. Sasa lazima uwe na mpango wako wewe kunufaika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Umepanga nini katika sadaka ndani ya mwezi wa Ramadhani? Mwezi siku 30 zote zinaisha, unatoa sadaka kiwango gani? Mwezi wa Ramadhani siku zote 30 unasoma Qur'ani kiwango gani? Ndani ya siku 30 za Ramadhani unafuturisha watu kwa kiwango gani? Ndani ya siku 30 za mwezi wa Ramadhani unawaangalia wajane wangapi? Sio kuwa na mpango wa wewe kunufaika, sio kunufaisha. Hapana, huyo sio Muislamu. Sasa na wapo ambao wana mpango kuelekea Ramadhani, ana mpango wa kumkasirisha Mwenyezi Mungu, kumchokoza kwa kuvunja jungu. Wapo na hatari kabisa. Unaukaribisha mwezi wa Ramadhani, shahru baraka, mwezi wa baraka, unaukaribisha na vunja jungu mnaenda kumkomoa Mungu. Mungu unatuingiza katika siku zako za 30, hutaki tufanye lolote. Sasa mimi ndo namaliza kabisa. Unaenda kumkomoa Mungu.
Utamkomoa Mungu wewe? Mungu unaweza kumkomoa wewe? Mungu utamweza wewe? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mungu utamweza wewe? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuache hii tabia ya kuvunja jungu kabla ya Ramadhani. Na mtu anakuwa na mpango wake kabla ya Ramadhani, anavunja jungu ile siku ya kwanza, sio siku ya kwanza, yani ile ikishazama jua siku ya mwisho ya Ramadhani, ile siku ile mtu anaenda kuondoa ule ukungu aliokuwa nao siku 30, anaenda kumaliza. Ndio mpango wa mtu kabla na baada ya Ramadhani. Hapana, mpango wetu kuelekea Ramadhani, tujipange na kuandaa kiwango cha sadaka kuwasaidia wajane na mayatima. Tujipange kusoma Qur'ani sana. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas. Na ndio maana al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullah alikuwa anasoma khitma 60 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kila siku anasoma khitma ngapi? 2. Qur'ani yote anaimaliza mara 2. Tuweke mpango wa kusoma Qur'ani amna basi umalize masafu mara moja. Imam Shafi alikuwa anamaliza mara 2 kwa siku, mara 60 kwa siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Na mimi mara nyingi nawapaga mfano watu. Mimi nilishawahi ndani ya masaa 3 kusoma juzu 25 za Qur'ani. Juzu ngapi? 20 na ngapi? 25. Maana yake ningekaa masaa 3.5 ningemaliza Qur'ani yote. Yanawezekana tukiwasimulia watu wanaona kama watu walikuwa waina gani hao. Yanawezekana. Tuweke mpango wa kumaliza Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuweke mpango wa kuwalisha wajane na mayatima ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuweke mpango wa qiyamul layli ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tuweke mpango wa kuswali salatu tarawih. Watu wengi wanadili na zile faradhi, subhi, dhuhuri, asri, maghribi, isha. Lakini pia baadhi yao wanajisahau na zile baadia na kablia. Zile zina umuhimu na zile zinaanza daraja ya kwanza kabla ya tarawih. Tarawih daraja ya pili. Daraja ya kwanza kablia na baadia. Kwa sababu sunna bora ni ile sunna ambayo ipo karibu na faradhi, ndio sunna bora. Na sunna ambayo ipo karibu na faradhi baada ya salatu al-isha ni sunna gani? Ni sunna gani? Baadia. Tumeelewana bado? Kwa tuweke mpango huu kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hilo ngapi hilo? La 4. La 5. Kujitahidi kuhakikisha kuwa futari yako ni halali. Hili la msingi sana hili. Ni kheri mtu ufuturu muhogo na chai ya kuchemsha, lakini ni futari ya halali. Hapa nasisitiza, ni heri mtu ufuturu muhogo wa kuchemsha na chai ya rangi, lakini muhogo huu wa kuchemsha na chai hii ya rangi ni halali, kuliko kuwa na drafti ya haramu. Kuliko kuwa na drafti ya haramu, kuwa na mchuzi wa maini, kuwa na katresi, kuwa na mkono wa tembo, kuwa na jicho la ngamia, sawa, wana mzee wangu vitumbua vile, chapati. Lakini ile drafti ya haramu, wallahi usifuturu futari ya haramu hata kidogo. Kwa sababu katika jumla ya mambo ambayo yanafanya dua isijibiwe, ni mtu kula kitu cha haramu. Ni mtu kula kitu cha fa anna yustajaba la. Kavaa haram, kala haram, kanywa haram. Huyo Mungu akuitikia dua yako Mungu gani? Babu yako, mzaa babako haitikii dua yako. Vyote vya haram alafu haitikie dua yako. Hata kama uko ndani ya mwezi wa Ramadhani, haitikii dua ya chakula cha haram Mwenyezi Mungu. Saad ibn Abi Waqqas
Siku moja alimvaa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u Allah an akuna mustajaba ad-da'wa, muombe Allah subhanahu wa ta'ala liwe langu likitoka mdomoni linakuwa. Mtume akamwambia Saad ibn Abi Waqqas, ya Saad, ewe Saad, atib mat'amaka takum mustajaba ad-da'wa, hakikisha kuwa chakula unachokula ni cha halali, ukimwambia Mwenyezi Mungu lako linakuwa. Sharti hilo, hakikisha unakula cha halali. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ninamwapia Allah ambaye nafsi yangu anaimiliki, inna ar-rajula, hakika mtu, la yaqdhifu luqmata al-harama fi jawfihi, ataweka tonge la haramu katika tumbo lake, ma yutaqabbalu minhu amalun 40 yawma, kwa sababu ya kula tonge moja la haramu asikubaliwe amali zake kwa muda wa siku 40. Tonge la haramu unafunga kuanzia tuluu alfajiri sadiqi mpaka ghurubi shamsi, alafu unakuja kuharibu funga yako kwa kula futari ya haramu. Wa ayu lahmin nabata min suhdin fannaru aula bi, na nyama yoyote, ngozi yoyote ya mwanadamu itakayoota eti sababu ya kuota kwake ni chakula cha haramu, basi ngozi hiyo, mwili huo lazima uunguzwe na moto wa jahannam. Tunapona kula futari yako ya muhogo wa kuchemsha na chai ya rangi, lakini ni futari ya halali kuliko drafti ya haramu. Nimeeleweka bado hapo? Nimeeleweka Na uharamu sio kwa maana mtu mpaka akaibe, hapana. Wakati mwingine uharamu unakuja kwa kuombaomba, wakati mwingine uharamu unakuja kwa kuomba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sa'ala an-nasa amwalahum takathura fa innama yas'alu jamra, anayewaomba watu mali zao bila ya kuwa na sababu ya msingi, anaenda kuomba, fa innama yas'alu jamra, afahamu kuwa anachoomba watu ni moto wa jahannam. Achague mwenyewe kumwomba Mwenyezi Mungu moto mwingi au moto mchache. Kuna mtu anaftari tayari, kuna futari mwenye mkuu inagawiwa kwa ajili ya watu wasiojiweza, naye anakuja kupanga foleni mwenye mkuu kuchukua futari ya wasiojiweza. Ile futari anayochukua ile ni futari ya haramu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mtu asiyejiweza kakosa, yeye kachukua. Nimeeleweka bado? Kuna mtu ambaye hakuwa anajiweza, alistahili kupata, yeye kaenda kafanya nini? Kaenda kuchukua. Kwa hiyo watu tujitahidi. Jambo la 5, tuhakikishe kuwa futari yetu tunayopata katika mwezi wa Ramadhani ni futari ya nini? Ya halali. Nimeeleweka jamani? Mambo mangapi haya? 5. Kwa haya tutakuwa tumejiandaa vizuri na mwezi mtukufu wa nini? Wa Ramadhani. Mwisho, kuna utamaduni ameuelekeza Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, hasa siku ambayo kuna matazamio, kuna matarajio ya mwezi kuandama. Masahaba ilikuwa kwa shauku na tahnan ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ilikuwa leo kuna matarajio mwezi kuandama, watu wanakaa wanasubiria, wanatazama mwezi. Wanafanya nini? Wanatazama mwezi. Na mwezi ukiandama, Mtume kaelekeza dua, Allahumma ahillahu alaina bi, dua ya kukaribisha mwezi pia tujui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman
wassalamati walislam, shahru khairin wa baraka. Hii ndio dua. Mwezi unapoandama unamwomba Mwenyezi Mungu uandamishe huu mwezi bil amni, kwa salama. Tena hapa Mungu kaanza na salama na amani, hakuanza na kitu kingine. Bil amni wal iman, Mwenyezi Mungu uandamishe mwezi huu kwa amani na imani. Manake imani imekuja baada ya nini? Ya amani. Naeleweka au bado? Ahillahu alaina bil amni wal iman, wa amani na imani. Kaanza na amani, umuhimu wa kulinda amani. Amani ikiwepo na imani itakuwa mahala salama. Tumeelewana vizuri eh? Naam. Kwa hiyo mwezi unapoandama, unapotarajiwa kuandama, tuupokee kwa kutazama na kwa kunyanyua mikono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala auandamishe. Kwa nini? Lakini katika adabu alizotufundisha Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, mwezi unapoandama, kazi ya kutangaza mwezi sio ya kila mtu. Kazi ya kutangaza kuwa mwezi umeandama sio ya kila mtu. Abdullah ibn Umar alipoona mwezi wa Ramadhani umeandama, alienda kwa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Alipoenda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, mwezi umefanya nini? Umeandama. Mtume fasama wa amara an-nasa bisiyami, Mtume alifunga na akawaagiza watu wafanye nini? Aliyetoa agizo la kuwa watu sasa fungeni, mwezi umeandama, alikuwa ni nani? Mtume Muhammad. Na katika pokezi jingine, yule bedui alipokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia kuhusiana na habari ya mwezi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuuliza, atashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, unaamini kuwa hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu? Na je, unaamini kuwa mimi ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema naam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwagiza Bilal, adhini ya Bilal, ewe Bilal, watangazie watu faliyasumu ghadan, kesho waamke na funga. Watangazie watu kesho waamke na. Mwanzo Mtume katoa agizo yeye mwenyewe, lakini mara ya pili katika pokezi hili Mtume sallallahu alayhi wasallam kamtuma nani? Bilal, adhin fi nnas, Bilal watangazie watu faliyasumu ghadan, kesho waamke na funga. Adabu ya kuheshimu viongozi wa dini, adabu ya kuheshimu viongozi wa kidini. Tanzania hapa tunaye kiongozi wetu mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, ambaye yeye ndiyo mwenye dhamana ya Waislamu. Sawa sawa, yeye tumpe heshima yake. Heshima hii hakujipa yeye, amepewa na nani? Na Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi, kwamba yeye mwenyewe Mtume alikuwa anatangaza au anayempa dhamana ya kutangaza atangaze. Kwa hiyo mwanzo ametangaza mwenyewe, mara ya pili kamtuma Bilal. Na sisi hapa mufti anaweza akamwagiza, shekhi wa mkoa anaweza akamwagiza mjumbe wa baraza la ulama, haya watangazieni watu kesho waamke na nini? Nafunga. Uislamu hauruhusu fujo. Uislamu hauruhusu nini? Fujo. Waislamu lazima tukubali tuwe na mtu mmoja wa kutusemea. Lazima tukubali tuwe na mtu mmoja wa kutusemea. Hii huyu kasema, huyu sio taratibu wa Uislamu. Sio taratibu wa Uislamu. Kwa hiyo hapa rasdul hilal, swala zima la kuangalia mwezi.
kukusanyika watu kusubiri mwezi, kuangalia mwezi muandamo, na ukiandama tunaomba dua, Allahumma ahillahu alaina, Mwenyezi Mungu tuandamishie mwezi huu bi al-amni wal iman was-salamati wal islam, shahru khairin wa baraka, mwezi wa khairi huu, mwezi huo ni wenye khairi na mwezi huo ni wenye nini, baraka. Huu ndiye Mtume Muhammad salawatullahi wasalamu alayhi. Kwa hiyo mimi haya niliyoyataja mambo sita ndiyo mambo ya kuzingatia, hasa tunapoelekea ndani ya mwezi wa nini, wa Ramadhani. Na yapo mambo ya kufanya ukiwa ndani ya Ramadhani. Jambo la kwanza, uwe na azma ya kuswali swala za jamaa. Azma ya kuswali swala za jamaa. Usiwe tena mpaka ndani ya Ramadhani tena eti mtu unakuja watu wamemaliza, wewe ndio unaingia msikitini. Hapana. Mwezi wa Ramadhani safu ya mbele baada ya imamu na yule msaidizi wake nyuma upo wewe. Na katika mambo ya kheri haya hakuna kutangulizana. Yaani mtu uko safu ya mbele eti unampisha mtu akae safu ya mbele wewe urudi safu ya nyuma. Kaa mbele pale pale. Katika mambo ya kheri haya katika mambo ya sala haya. Sawa hakuna kufanya nini? Ukitoa ule utaratibu uliowekwa uko mbele, usimpishe mtu. Fa inna Allaha wa malaikatahu la yusalluna ala sufufi al-awwal, Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake wanawatakia rehema wote wanaoswali katika safu za mbele. Kwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tujitahidi, hata kabla ya Ramadhani kwa siku moja, tumebakisha siku 2 siku 3, tuwahi safu za mbele. Sawa ndani ya Ramadhani, nyiradi baada ya Ramadhani msiziache. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia fastakfiru fihi min 4 khisal, jitahidini ndani ya Ramadhani kuzidisha mambo 4. Ndani ya Ramadhani mambo 4 usiyaache. Jambo la kwanza kusema kalimatu tauhid, kalimatu taqwa, kalimata ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Mtume anatutaka tuhitaji sana fastakfiru fihi min 4 khisal. Jitahidini mwezi wa Ramadhani, kithirisheni kufanya mambo 4. Jambo la kwanza na la pili akasema taruduna bihi ma rabbakum, turuduna bihi ma rabbakum. Mambo mawili ya kwanza katika haya 4 mnamridhisha Mola wenu, mnamfurahisha. Yapi? ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah. Haya mawili haya mnamfurahisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na mambo mawili mengine la ghina ankum, sasa nyinyi hamna namna mnahitaji, ni yapi? Nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Nyinyi mnahitaji mnahitaji. Mtume Muhammad anasema kithirisheni haya mambo 4: shahada, istighfari, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo, na kujilinda na moto wa jahannam. Sasa wale wazee wetu walotokea hizi nyiradi, msione wametuwekea tu bila kuwa napa kushika, wameangalia hadithi ya Mtume Muhammad, ndio maana wakaweka ule uradi ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfir. Yani tamu, yani ile ina raha yake jamani. Yani Ramadhani katika jumla ya vitu ambavyo vinaitofautisha Ramadhani na vitu vingine kwetu sisi ni hizi nyiradi, vile vile zinakufanya, zinakuweka katika shahru rahma, shahru al-maghfira, shahru al-itq min an-nar. Ni hizi nyiradi hizi. Sallallahu ala Abi Muhammad. Kwa hiyo haya ni katika jumla ya mambo ya kufanya. Lakini jengine, ukarimu tuongeze ndani ya Ramadhani. Ukarimu. Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania katika hadhara yake Tanga amesema turejesheni ule utaratibu wa iftari kuliwa nje. Jamani, tuache ubakhili. Wewe andaa iftari yako tu ile, umeona bwana, ambao Mwenyezi Mungu akujalia, iweke nje. Mtu amekuja amekula,
ameshiba fabiha wa neema, hajashiba umepata thawabu za kumfutarisha aliyefunga. Sio mpaka mtu wale ashibe, hapana, amekula amefuturu. Kwa hiyo turejesheni huu utaratibu. Abdullah ibn Umar ilikuwa hali iftari isipokuwa awe amekaa na watoto yatima, ndo anafanya nini? Na siku hiyo nyumbani kwake kukiwa hakuna watoto yatima hawajaja, ajisikii raha kufuturu mpaka akawatafute ale nao. Sisi tunakula na watoto wetu tu tuliowazaa, watoto ambao wazee wao wamelala katika matuta ya makaburi, wamelala katika tani 10 za mchanga. Wanakula na nani? Wanakula na nani watoto zao? Nakula na nani? Wewe unakula aliyakuwa una enjoy, mwenzako hana hata cha kufungulia, tende hana. Laisa minna man bata shab'an wa jaruhu jai'un wa huwa ya'lam. Hayupo katika utaratibu wetu mtu ambaye atakaa kashiba alafu anajua mwenzake anahitaji alafu asimsaidie. Hayupo katika utaratibu wetu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nisisitize na niunge mkono maneno aliyozungumza Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, turejeshe ule utaratibu wa kufuturu wapi? Nje. Ndugu zangu, umepata chochote, weka tende, weka hata chupa ya uji, sawa sawa, weka na vitaje vile vinini vile vipopo, sawa sawa, weka nje. Hata kama iftari yako ya muogo weka nje shekhe, usimuonee aibu binadamu. Wewe fahamu kwamba hapo unamfurahisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndio vitu ambao unafanya nini na utoa. Na mwisho, qiyamul layli tusiache. Qiyamul layli ndio kila kitu. Qiyamul layli ndio nguzo. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyamul layli kuanzia kwenye tarawih na kuendelea. Kwa hiyo haya ni mambo machache ambayo nimeona nishare na nyie, tukumbushane kuhusiana na mwezi wa Ramadhani. Huu mwezi wa Ramadhani ambao tunauingia, tusikubali ukawa kama mwezi wa Ramadhani uliotangulia. Tuweke mipango ya Ramadhani hii iwe Ramadhani ambayo inaakisi ukarimu, inaakisi upendo, inaakisi umoja, kwa sababu katika jumla ya malengo ya Ramadhani, liyash'ura as-sa'im shiddat al-ju'i wal-'atash fayalina qalbuhu fayasahula alayhi badlu as-sadaqat. Liyash'ura as-sa'im, ili yule mfungaji ahisi shiddat al-ju', adha ya kukaa na njaa, wal-'atash, na kukaa bila kuwa na maji, kukaa na kiu kwa muda mrefu. Fayalina qalbuhu, basi moyo wake ulainike, fayasahula alayhi badlu as-sadaqat, basi iwe ni rahisi kwake kufanya nini? Kutoa sadaka, kuangalia wajane, kuangalia mayatima, kuangalia wasiojiweza. Na huu ni wakati sasa wa at-tawsi'a ala al-iyad. Nitoe vitu sasa jamani, zile bajeti ngumu za kabla ya Ramadhani, hapana, tusiweke bajeti ngumu kwa wake zetu na familia zetu. Ramadhani ni shahru tawsi'a, ni mwezi wa kufungua nati, ni mwezi wa kukunjua. Dhalika shahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Mwezi wa Ramadhani mwezi ambao riziki yako Mwenyezi Mungu anakuongezea. Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafa. Mwenyezi Mungu mpe anayetoa badala ya anachokitoa, wa a'ti mumsikan talafan, na yule ambaye mkono wake anauminya hivi unakuwa mgumu, yani mpaka Ramadhani yeye na dagaa tu, ana uwezo wa kuwalisha familia yake, chakula kakomana dagaa tu. Hapana, utaharibikiwa. Utafanya nini? Tena dua hii anaiomba malaika. Kwa hiyo Ramadhan shahru tawsi'a, Ramadhan ni mwezi wa kunjua mkono wako sasa, ili watu wanufaiki, waone kheri ya mwezi wa Ramadhani. Hayo yalikuwa ambayo ni machache ambayo nimekusudia kuyaleta kwa baraka na jaha ya Mtume Muhammad. Na kama nitakuwa nimepatia, basi
Hiyo ni taufiki ya Mwenyezi Mungu, na haya yatakuwa ndiyo maneno ya shekhe wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, na ikiwa nimekosea basi haya ni yangu na ya sheitani. Baada ya kuyasema hayo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inama. Kitu kilichosalia sasa hivi kilichobakia sasa ni maswali ambayo matatu. Swali moja litoke kuliani kwangu, swali moja litoke katikati hapa, na swali jingine litoke kushotoni kwangu. Kama litakuja swali jingine basi la upendeleo la 4, likiwa kuna haja ya kulipokea. Kwa hivyo naanza kuliani kwangu. Naam, Sheikh Muhammad Ali almaarufu Dedes, karibu sana. Njoo huku bwana, unatakiwa uulize, usikike, watu wakuone live unauliza swali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Kwanza Sheikh, nashukuru kwa mada yako hii ya kuchukua ili tuweze kujiandaa vyema na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia nashukuru Amiri kwa kunipa fursa ya kuuliza swali. Nina maswali mengi lakini muda hautoshi, na tumebeba maswali matatu tu. Nitakuwa na swali ambalo nataka liwe na A na B. Naam. Itakuja kwenye swala lile la nia. Umesema kwamba swaumu ina nguzo mbili. Ya kwanza ni kunuia, ya pili kujuzia na kula, kunywa na kila chenye kufunguza. Swali langu linahusiana na swala la nia, kwamba kuna utamaduni ambao tumeuzoea kipindi cha mwezi wa Ramadhani, baada ya salati lishai na kabla ya kuswali sala tarawih, tunanuizwa kwa pamoja na imamu atakayetuswalisha. Je, hili swala la kunuizwa ni sawa au utamaduni huu umetoka wapi? B, je, nia ni lazima kuitamka kwa lugha ya Kiarabu? Kweli kwamba innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maswali yangu ni hayo mawili. Naam, ni maswali mawili yana A na B. Sheikh Uthmani yahifadhi hayo ili baadaye unayajibu kwa pamoja. Swali lake la kwanza, utamaduni wa kunuizana kila baada ya swala, alafu jingine lazima iwe kwa lugha ya Kiswahili. Ushaandika? Naam. Haya, katikati yangu hapa. Jamani, naomba muulize Sheikh Uthmani, huyu si adimu, lakini akitokea kama hivi basi tufaidike naye. Mpaka shehe wa mkoa akapendekeza aje, maana yake anajua tunakuja kufaidika. Naam, katikati hakuna swali hapo. Haya, njoo uulize wewe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swali langu litaegemea katika upande wa tarawih. Baada ya kutokea kabla ya Ramadhani iliyopita, katika mitandao kumekuwa kuna
wetu, wajuzi wetu ambao hasa wengine wanaonekana kurahisisha Sayyidina Omar au katika moja ya maswahaba ndio akasema habari za tarawih. Sasa ni kwa nini mnakuwa mnafanya kuweka mkazo katika masala mengine mpaka mtume afanye, ikiwa hili ambalo mimi mnalitakidi kwamba ni tarawih mtume akulipa jina hilo? Hivyo hili ni ombi pia kwa Sheikh atuwekee wazi kwamba swali kweli mtume hakuipa jina tarawih, lakini kama kweli hakuipa jina tarawih, basi hii kiamu Ramadhani inakusudio gani? Tarawih ina maana gani kwa kuwa wameipa jina maswahaba? Hilo swali la kwanza. Hilo swali la pili kwa ufupi. Kwa upande wa swali la pili, Sheikh alitoa watu watatu ambao matendo yao hayapandi japo vya moja kutoka katika kichwa chao. Mmoja katika watu hao ni kiongozi ambaye anaongoza watu ikiwa wale watu wanamchukia, na tumesikia baadhi ya mashehe wakisema kuwaridhisha watu wote ni jambo ambalo haliwezi kufikiwa. Sasa kuna watu watakuwa wanakuchukia kwa kuwa unafanya haki, na siku hizi watu wanachukia haki. Je, mtu huyo anayechukiwa kwa ajili ya haki, anayemrudisha Mungu watu wanamchukia, huyo pia ataangaliwa kwa watu wake wanamchukia, matendo yake hayatokana, au ni mtu wa aina gani ambaye ataangaliwa watu wao wanamchukia kwa sababu gani? Naam, hilo swali nalo pia lina A na B. Swali la mwisho upande wangu wa kushoto. Swali la mwisho upande wangu wa kushoto. Naam. Swali la upande wangu wa kushoto, inawezekana pengine mpata kuuliza hilo, lakini ndio umeshauliziwa swali. Tumeelewana? Naam, Sheikh Uthman. Ushatoka? Swali upande wangu wa kushoto, tumemaliza maswali jamani, tumemaliza. Haya, Sheikh Uthman, naomba tujibu maswali inshallah. Tujibu maswali inshallah. Tarawih. Neno hili tarawih linatokana na neno arraha. Arraha maana yake kupumzika. Arraha maana yake kupumzika. Na kipindi cha Mtume Muhammad, salatu tarawih ilikuwa ikijulikana kama qiyam Ramadhan. Qiyam Ramadhan.
Ndio maana katika hadithi imekuja, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atakayesimama katika mwezi wa Ramadhani kwa kuswali at-tarawih imana, akiamini kweli kweli kuwa ni maagizo ya Allah subhanahu wa ta'ala na maelekezo ya Mtume Muhammad, wahtisaban, na akataraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa yote yaliyotangulia katika madhambi yake. Aslu tasmiya, asili ya hili neno imetokana na urefu wa swala walizokuwa wakiswali masahaba wa Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Walikuwa wanasoma sana Qur'ani, lakini wakisimama sana, wakaweka utaratibu wa kupumzika kila baada ya rakaa 4. Wakaweka utaratibu wa kupumzika kila baada ya ikaitwaje? Tarwiha. Ikaitwa nini? Wingi wake tarawih. Sawa sawa, nimeeleweka hapo? Naam. Kwa hiyo asili ya neno qiyamu ramadhana ikaja ikabeba jina la tarawih. Sawa sawa, na la mushahhata fil istilah. Kiingia katika sheria, katika utaratibu, hatushindani katika majina. Yaani Waislamu mpaka leo kuanza kuuliza ili jina lilikuwa hivi, maana yake hatuna mambo ya msingi ya kutushughulisha. Tumeelewana vizuri? Na tukiwa na mambo makubwa ya kutushughulisha, kwa mfano tunawaza ni kwa namna gani Dar es Salaam hii tutakuwa na hospitali za rufaa ambazo zitakuwa zinaendeshwa kwa misingi na maadili ya Kiislamu. Sawa sawa, tutapata vyuo vikuu vingapi ambavyo vitakuwa vinahitimisha, vinawafanya wanafunzi wahitimu katika kada mbalimbali za afya. Sawa sawa, hatutokuwa na muda wa kuanza hili neno lilikuwaje, hili neno lilifanya nini, lilikuwaje. Kwa hiyo katika dini la mushahhata fil istilah, huyu atakayeita tarawih kuwa ni qiyamu ramadhana amepatia, na atakayeita qiyamu ramadhana kuwa ni salati tarawih amefanya nini, amepatia. La mushahhata fi al-istilah. Tumeelewana vizuri? Hilo naomba lifahamike katika sura hili. La pili, ameuliza kuhusiana na watu wa aina 3 katika hadithi iliyokuja. Hawa watu wa aina 3, swala kwa maana hizi swala tunazoziswali, swala kwa maana ya maombi, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim, kwa maana waombe dua. Kwa swala kwa maana ya maombi hazipiti juu ya kichwa chake hata kwa shibri moja, hata nusu mita haifiki. Sasa endapo katika hawa tumetaja, katika hawa mtu ambaye anawaongoza watu hadi ya kuwa wale anaoongoza hawampendi, wanamchukia. Sasa kama huyu anachukiwa, lakini anachukiwa sio kwa sababu ametenda makosa, anachukiwa ni kwa sababu ya ukweli wake. Kuna mtu, labda tutoe mfano katika taasisi zetu za kidini, ni mkweli, anataka mapato yanayopatikana msikitini yawekwe wazi, anataka taarifa za fedha zibandikwe, sawa sawa. Ni mtu yeye anapenda haki, lakini kwa sababu ya haki yake watu hawampendi. Je, huyu naye maombi yake na swala zake hazipandi juu ya kichwa chake hata kwa shibri moja? Hapana. Huyu swala zake na maombi yake yanapanda kwa sababu anachukiwa pasina sababu za msingi. Lakini ushauri mzuri aliotuelekeza Umar ibn al-Khattab, unapokaa mahala ambapo watu hawakupendi, wanakuchukia, ni vizuri ukaondoka. Ni vizuri ukaondoka, hata kama we mcha Mungu kiasi gani, mkweli kiasi gani, mahala ambapo watu hawakutaki, ondoka. Ndakupeni mfano mdogo tu nimalize swali hili.
Saad ibn Abi Waqqas ni ahadul asharati almubashirina bil janna, ni katika wale 10 waliobashiriwa pepo na Mtume Muhammad. Na Saad ibn Abi Waqqas kana mustajaba ad-da'wa bi barakati du'aihi alayhi salatu wassalam. Alikuwa akinyanyua mikono, Mwenyezi Mungu nataka kitu fulani kinakuwa. Na kuna mtu mmoja alijichanganya akamtengenezea fitna Saad ibn Abi Waqqas kwa Umar ibn al-Khattab. Akaenda kupeleka maneno kule, Saadi la yuhsinu as-sala, Saadi hajui kuswalisha, Saadi la ya'dulu fil qisma, Saadi si mwadilifu, fisadi, hagawi vizuri katika mapato yakipatikana baada ya vita. Zikapelekwa taarifa kwa Umar ibn al-Khattab. Umar akapeleka wapelelezi wake kwenda kutafuta na kujua, je, hizi taarifa kuhusiana na Saadi ni za kweli ama sio za kweli. Na hapa Umar anatufundisha tabia moja: unapoletewa taarifa usio mwepesi kuikubali, ichunguze taarifa. Mtu anapokuletea taarifa ichunguze. Wema waliotangulia ilikuwa anaileta taarifa mbaya kuhusiana na mwenzake, anamuungua hapo hapo. Walikuwa mtu akiwaletea taarifa mbaya kuhusiana na mwema, wanamwambia maneno haya: alam yajidi shaytanu rasulan ghayrak. Bwana, wewe unaikuja kuletea taarifa mbaya za mwenzako, hivi shetani amekosa mjumbe mwingine wa kumtuma tofauti na wewe? Yaani wewe umekubali vipi kuwa balozi wa shetani? Naeleweka au bado? Tusiwe wepesi kukubali taarifa tunazoletewa, tena mbaya. Mtume alikuwa anakataza masahaba, la tuhadithuni an ashabi bi shay. Jamani, tafadhalini msije mkaniambia lolote kuhusiana na masahaba zangu, fa inni uhibbu an akhruja ilayhim wa ana salim as-sadr. Mimi napenda nikitoka masahaba wote niwapende, nisije nikatoka nikakumbuka siku na fulani alikuwa ananisema, si fulani alikuwa hivi. Sitaki, msiniambie habari za masahaba zangu, sitaki. Kwa Umar alipopata taarifa akaona yeye ni kiongozi, ngoja ahakiki taarifa, akawapeleka wapelelezi wake. Wale wapelelezi kupita huku na huku akamwambia Umar, hizo ni taarifa za uzushi. Saad ibn Abi Waqqas anazushiwa tu. Saad ibn Abi Waqqas anajua kuswalisha, Saad ibn Abi Waqqas ni mwadilifu, hakuna kama yeye. Umar akamwita Saad, akamwambia Saad, sikiliza, wewe bwana umebashiriwa pepo na Mtume, na wewe sina mashaka, Mtume hawezi kumbadilisha kumbashiria mtu pepo mtu ambaye ana makando kando. Wewe mpaka umebashiriwa pepo, Mtume kakuamini. Lakini ndugu yangu Saadi, watu wa jimbo lako hawakutaki. Nimefanya uchunguzi wangu, wengi hawakutaki, na nimefuatilia, nimeona huna makosa. Ushauri wangu mimi, na kuomba Saadi, kaa pembeni. Na kuomba Saadi, ndugu yangu, kaa, huna makosa, unapatia, lakini hawakutaki, kaa pembeni. Saadi ibn Abi Waqqas akakaa pembeni, lakini kwa jinsi alivyokuwa ametengenezewa fitna, ile fitna ilimchukua. Na muone ubaya wa maneno haya, fitna kuhamisha kusambaza maneno, ubaya wake. Saadi ilimchukua katika moyo, akanyanyua mikono akamwambia, ya Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa huyu ameenda kunipelekea maneno kwa Umar, kunichonganisha na Umar, kuniharibia heshima yangu, na kuomba Mwenyezi Mungu mpe mambo matatu. Na kuomba Mwenyezi Mungu mpe mambo. Jambo la kwanza, Allahumma atil umra, Mwenyezi Mungu nakuomba kwanza mpe umri mrefu. Unajua ukiwa na umri mrefu kama kuna janga litakusumbua muda mrefu, dua ya kwanza Allahumma atil umra, Mwenyezi Mungu mpe umri mrefu. Wa a'mi basar, na pofua macho yake. Mpe umri mrefu, pofua macho yake. Wa aridhhu lilfitan, na umkutanishe na skendo za wakina mama. Riwaya zinasema hajafa yule mtu, alizifika zaidi ya miaka chungu mzima, zaidi ya 100, akawa mpaka zile nyusi zile kope zile zinaangukia kwenye macho, na akaja kukutwa na skendo za kina mama. Ikawa watu wakimuona wanasema asabatu da'watu Saadi, huyu bwana imemkumba, imemshika dua ya Saadi. Ninachotaka kusema kitu gani? Mahala hawakutaki, kaa pembeni, hata kama unatenda haki.
Na kwa msingi huu, kama wanakuchukia bila sababu ya msingi, sawa sawa, wewe swala zako na maombi yako Mwenyezi Mungu anawapokea. Nimeeleweka hapo? Maswali mangapi au nimejibu? Mawili. Shekhe, machozi hayabatilishi funga. Umeridhika sasa? Machozi hayabatilishi funga. Hayabatilishi funga. Haya. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Tumempa haki yake. Maswali mengine yalobakia? Naam. 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 Nia. Hilo swala anauliza kama vile ilivyo katika khutba ya Ijumaa. Khutba hiyo ya Kiswahili iwe ya nini? Ya Kiarabu. Sawa sawa? Kikubwa kinachotakiwa kuzingatiwa katika nia ni yale maeneo. Tumeelewana bado? Ni sawa sawa pia katika swala. Leta nia yako unayojua yote, lakini ile faradha dhuhuri usipoitaja swala hamna. Nimeeleweka au bado? Na nimesema an-niyatu mahalluha al-qalb. Nia mahala pake ni wapi? Moyoni. Na nia kilugha qasdu shay'i muqtarinan bi fi'li. An-niya lughatan al-qasd. Sahau akiwa amenuia pale ndio inakuwa imefanya nini? Imepita tena imetoka. Tumeelewana shekhi wangu? Na kwa hiyo sababu kuu ni hizi. Na mtu ukiweza mwenyewe hata baada ya kufungua tu pale kwamba Allahu akbar, Allahu akbar, umekula zako tende zile, sawa sawa. Baada ya kula tende pale pale ukatiania na waitu sauma ghadi, hamna shida. Tumeelewana vizuri? Kwa sababu usiku ushafanya nini? Ushaingia. Tumeelewana shekhi wangu? Hadha nafikiri yameeleweka. Mwisho kuna swali? Haya. Kutoka kwa mwanamama. Naam. Asema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nina swali katika shekhi alisema watu watatu hawakubali Mwenyezi Mungu funga yao katika masuala ambayo watu hawafahamiani. Ndio tulimwamini hapa ni watu wenye magomvi. Sawa. Ndio maana. Sasa akasema je, kama mimi huyu mtu najitahidi kumsemesha, nikutaka tuzungumze tuelewane, yeye hataki, makubaliano hayafikiani, sasa inakuwaje na funga yangu? Na mimi nitumie nafasi hii kutoa wito kwenu mliohudhuria katika darasa hii, hadhara huu, lakini na kwa wanaotufuatilia kupitia media mbalimbali. Ndugu zangu, hakuna kitu kibaya kama Waislamu kuwa katika hali ya mabifu, na ndio maana hata Lailatul Qadri haipati mtu ambaye yupo katika bifu na mwenzake. Kama mnakumbuka, Mtume anasema kharajtu liukhbirakum an Lailatul Qadri fatalaha rajulani min almuslimin, nilikuwa nimetoka niwaeleze kuhusiana na Lailatul Qadri, wakagombana wawili katika Waislamu. Farufiat, ikaondoshwa ile Lailatul Qadri, ikafunikwa Lailatul Qadri. Yani ugomvi kati ya mtu na ndugu yake Muislamu umepelekea Lailatul Qadri kufunikwa kwa sababu ya ugomvi. Kwa hiyo nitoe wito jamani, wale ambao hatujakaa sawa, hatuna maelewano mazuri, tuwekane sawa kabla ya mwezi wa Ramadhani kuingia. Tusemeshane kabla ya Ramadhani kuingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu ambaye yupo katika bifu na ndugu yake Muislamu, amemhama ndugu yake Muislamu kwa kipindi cha mwaka mzima, kasafkin lidimaihi, ni kama amemwaga damu, ni sawa sawa amempiga bastola au amemkata panga ndugu yake Muislamu. Sasa mtu kakaa na mwenzake miaka mitatu hawasemeshani, miaka mitano hawasemeshani,
Mimi kuna mtu mmoja nimemkuta, binti mmoja anasema mimi baba yangu fi dunia wal akhirah. Kweli? Baba yako mzazi, mnajua sababu nini? Baba yake kampa talaka mama yake. Baba yake kampa talaka, kwa kitendo cha baba yake kumpa talaka mama yake, yeye anasema simsemeshi baba yangu mimi fi dunia wal akhirah. Na anavaa hijabu na anaswali, lakini hasemishani na baba yake mzazi. Ndugu zangu, tukaweke mahusiano vizuri na ndugu zetu. Hivyo vinyongo tuvifungue, tusameheane. Wa khairuhuma man yabda bisalam, mbora wao ni yule anayemwanza mwenzake kwa salamu. Siku moja kuna mtu alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, mimi nina ndugu, kila nikimuunga yeye ananikata, kila nikimuunga yeye anafanya nini? Mtume alimwambiaje? Usiache, wewe una msaada wa Mwenyezi Mungu madamu unamuunga, na akiendelea kukataa ungo lako, hayo maelewano unayoyataka ni kama vile anajimwagia na wewe unamwagia jivu la moto wa jahannam. Yule ambaye anakataa maelewano anaambiwa bwana yaishe, anasema mimi huyu fi dunia wal akhirah, huyu akiingia peponi mimi natoka. Huyu wa namna hii ni sawasawa anajimiminia mwenyewe jivu la moto wa jahannam. Tukaweke mahusiano yetu vizuri na ndugu zetu na kaka zetu, dada zetu, shangazi zetu, wazee wetu ambao wametulea. Tukaweke mahusiano nao vizuri kabla ya mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Huu ni wito ambao nautoa. Nimejibu la mwisho na malizia. Kohozi likiwa halijafika hapa katika ulimi, mtu akawa na uwezo wa kulitema, halijafika, halifunguzi. Lakini kohozi ambalo mtu anaweza akalitema linafunguza. Narudia, kohozi likuwa bado huku halijatoka, kohozi likiwa bado liko huku ndani halijatoka, bado liko huku halijatoka hapa katika sakafu ya mdomo, ukawa na uwezo wa kulitema, katika mazingira kama hayo kohozi halifunguzi. Lakini likishakuja katika sakafu ya mdomo na una uwezo wa kulitema, ukakazia swaumu, linafunguza. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Hili nimeona nilimalize kabisa.